Kucheka ni jambo la muhimu katika maisha. Laughing is a good act in life. Ni jambo ambalo Mungu ameliweka. Is something that God has put. Ili mwanadamu afurahie so na acheke. As his own people will be happy and joyous. Kwa hiyo wakati unapocheka, so every time when you are wataalamu wanasema unaongeza maisha. Scientists say that you are adding a day. Ndio maana unaweza kutana watu wanaenda kwenye michezo mbalimbali. That's why you find people going for entertainment. Ili wacheke. So that they laugh. Ili wafurahie. So for them to be happy. Kwa hiyo furaha and therefore au kicheko or laughter kinatengeneza mwili. It makes your body. Kinafanya mifupa yako isikauke. It even gives life to your bones. Na unajipata unakuwa na afya njema. And you find yourself having a good matatizo health. mengi Because many problems ya magonjwa yasiyokuambukizwa yanatokana na uchungu, huzuni, kutokuwa na furaha. Unajipata magonjwa mengi yanakupata. Lakini ukiwa mtu wa kucheka, inasaidia sana katika maisha ya mtu. Tusoma katika kitabu cha Mwanzo. We shall read from the book of Genesis. Kitabu cha Mwanzo. The book of Genesis. Sura 17 na mstari wa 17. Chapter 17 verse 17. Maandiko yanasema hivi: ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka. Akasema moyoni mwake, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nasoma kitabu cha Mwanzo. We are reading from the book of Genesis 17 verse 17. Tunasoma habari za Ibrahim na Sara. We are reading about the history of Abraham and his wife Sarah. Huyu Ibrahimu alimcha Mungu. Abraham was a man of God. Akatembea na Mungu. Walked with God. Na Mungu akampenda. And God loved him. Kamtoa katika nchi yao. He made him come out of his own country. Toka mahali ninakupeleka ndipo nitakubariki. To get out of his country and get to a place where he will take to bless him. He had his wife Sarah. Kwa hiyo ni mtu ambaye aliweza kuwa na mke kama watu wengine. And therefore he is a man who had a wife like any other man. Kwa hiyo Sara alipokuwa ameolewa, therefore when Sarah was married, alikuwa na tumaini ya kila mwanamke wowote. She had every hope of any other woman. Anapoenda kuolewa, when she's getting married, lazima atapata mtoto. You will have to receive a child. Kwa hiyo walikuwa najua kabisa. Therefore they were so certain tumeoana, that we are married, na tutapata watoto wetu, and we shall have our own children, na baraka zote zitaendelea kuongezeka, and all the blessings shall be increasing. Lakini katika safari ya Ibrahimu na huyu mke wake Sara, Abraham and Sarah, ilikuwa sio rahisi. It wasn't easy. Maisha yao wakaendelea. Their life they continue to live together. Lakini kila mama anapoangalia, but every time when the woman haoni dalili za kupata mtoto, finds out he doesn't see anything. Kwa sababu mwanamke wote mwenye kutegemea mtoto, because any woman who is anakuwa anaangalia siku zake. Every time you are observing her days, anapoona siku zake zimesimama, when she observes that her days are stopped, anaanza kuwa na tumaini. And then she has the hope. Hata kama bado hajapima, even if she has not, anasema sio kawaida. She realizes that it is kwa umri ninao, in the age that I'm in, siku zangu zikauke. My days to kwa hiyo mimi niko muda mzito. And therefore it means that I am pregnant. Maisha ya Sara, and therefore the life of Sarah, mwanzo ilikuwa vizuri. At the beginning was full of joy. Kwa sababu alikuwa na tegemeo mingi sana. Because he had so much expectation. Kwa sababu iko na kila kitu cha mwanamke ambaye anastahili kupata mtoto. She had everything that every woman has to. Lakini mwezi ukapita, and the month has gone. Miaka ikapita. Years are passing. Miaka ikapita. Years are counting down. Sara kastuka. Sarah was in a kaanza kujiuliza, was asking mbona sipati mtoto? Why am I not conceiving? Mbona sioni dalili? Why am I not seeing any sign? Ukikaa na mtu ambaye anahitaji mtoto, when you sit with someone who is expected, akiona siku zake, she needs to have a child and it says the days, anaumia sana. He feels so pain. Kwa hiyo maisha ya Sara, and therefore the life of Sarah, anamcha Mungu, she was a worshipper of God. Pamoja na Ibrahim, together with Ibrahim, wanatembea pamoja na Mungu, walking together with God, lakini hawaoni, but they are not seeing any sign wa mtoto.
There is no miracle of a child. Kwa hiyo siku baada ya siku, therefore day by day, ikaendelea. It continued like that. Na ilipoendelea hivyo, as they continued to live, ikafika siku, came a day, ambazo siku za mwanamke wowote, the day that any woman, ambapo ikifika miaka fulani, that when you come to a certain siku zako zinatoweka kabisa. Your days are numbered now. Na zinapotoweka, and when they are gone, zinakuonesha ya kuwa they show you that upande ushuke. you go up or down. Hata kama una nia ya mtoto, even if you are expecting hautapata mtoto. You wanted a child, you will not even receive. Hauwezi kupata. You cannot get one. Kwa sababu siku zako, because your days, muda wako, and your time umekwisha, is over. Na ndio maana ni vizuri sana. That's why so much it's good kuwahi. Kwa sababu ukiwahi inasaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa sababu tunaishi katika kizazi, because you are living in the time and generation, ambacho siku za wanawake zinaenda zinapunguka. That the days of a woman are going to be reduced. Watu wengi wasichana wadogo tu wanaanza kupoteza siku zao. So many people, so many young girls today, they are losing their time, their season. Kwa hiyo Mungu akusaidie. May God help you. Ilifanyika hivyo kwa Sara. It happened like that to Sarah. Ikafika wakati ambapo it came to a time Sara siku zake zikaisha. Sarah, her season got over. Muda wake ukaisha. Her time was out. Nilifundisha asubuhi. I taught in the morning. Nikasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, and I said that every tumepewa mwili, woman has been given na huu mwili ni wa muda. And this body has a season. Haukai milele hivi. It doesn't take everlasting time. Huu mwili una muda wake. It has its own time. Na kila kitu chini ya jua, and everything under the sun, kuna muda wake. Has got a season. Kuna wakati wa kupanda, there's a time of planting, na kuna wakati wa kuvuna. And there's a time of kuna harvest. wakati wa kucheka, there's a time of na kuna wakati wa kulia, and time kuna of wakati wa kurusha, there's a time of na kuna growing, wakati wa kupokea. and time of katika kila jambo kuna wakati wake. There is every season. Kwa hiyo katika haya maisha, and therefore in this life, Mungu amekuwekea wakati. God has given you seasons. Lazima utumie wakati wako mzuri. Use your time right. Usizania ya kuwa don't think wewe ni wa milele hapa. That you are there for everlasting, for kuna wakati wa kila jambo chini ya jua. There is time for everything under the sun. Kwa wakati wa Sara, for the time of kupata mtoto ukaisha, to receive a child got over. Kuna wakati. There is time. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Lakini hapa tunaona Ibrahim. But today we see Abraham anacheka. Is laughing. Biblia inasema ya kuwa, and we see the Bible says, Ibrahim akacheka. Abraham alipocheka, when he laughed, akaanguka kifudifudi. He fell down on his face. Maana cheko yake, because his ilifanya acheke sana. It was for him to laugh so much. Alafu akaanguka chini. And he fell down. Lakini swali ni hili. But the question is, alikuwa amecheka, amefurahi? Was he happy? Si kila kicheko ni kufurahi. Not every laughter is out of joy. Unaweza kucheka, you might be laughing, lakini unaumia. But you are dying inside. Unaweza kucheka, you might be laughing, kwa sababu unajifanya, because you are pretending. Unaweza kucheka, you might be laughing, lakini unaficha jambo. But you are hiding something. Unaweza kutana wanandoa kwenye ndoa, you might meet wanapigana sana, they are fighting so lakini much. Mgeni anapotokea, but when a visitor comes, wanacheka, they are laughing, wanaficha, they are hiding. Kwa hiyo si kila kicheko kinamaanisha furaha. Means there is joy. Unaweza kucheka, you might be laughing, lakini una huzuni. But you are full of grief. Unaweza kucheka, you might be laughing, lakini unasikia hasira. But you feel anger. Mimi nina mtoto, I have a child ambaye anapenda kucheka. That love smiling every time. Anacheka kwa kila kitu. Smiling at everything. Ataki kasirika. Even if he is angry. Aanze kukonesha hasira yake. For him to begin anachekaga kwanza. He will first of all laugh. Anarudia na kuangalia. Then comes to be serious now. Hapo sasa ataanza kukurudi. That's the time now he'll come to begin. Kwa hiyo si kila kicheko. Not every laughter ni kucheka. Is laughter. Si kila umuonaye anacheka. Not every person you look at laughing anafurahi. Is joyful. Kuna mtu ambaye, there are people, akisikia kuchoka, when they feel being tired, na kukata tamaa, and losing hope, utampata ana smile. You find them smiling. Lakini ukimtazama kwa mbali,
mbali, but when you look at them, utaona ni kana kwamba anacheka. You realize that they are yes laughing, lakini kumbe hacheki. but inside them there is laughter. Kila kicheko for every laughter is not happiness. Kuna kicheko cha uchungu, na kuna kicheko cha kushangaza, lakini kuna kicheko cha furaha ya kweli. Mchana wa leo Mungu akupatie kicheko cha kweli. Mungu akupatie furaha ya kweli. Vicheko vingi vinaficha aibu tu. Vicheko vingi vinaficha magonjwa. Utampata mtu anateseka na magonjwa, lakini ukikutana naye anakuambia habari yako. Uko sawa? Hata ukimwangalia vile anafanya, they are smiling, but it's okay. Umetokea wapi? Where are you from? Umetoka kuku? I am from this side. Uko sawa? I'm okay. Mimi niko sawa. Yeah, I'm okay. Unamwona ana smile. And then you look at them, they are smiling. Kumbe, but instead, ndani, inside, analia. They are crying. Mungu akusaidie. May God help you. Akupe kicheko cha kweli. To give you the right laughter. Biblia inasema ya kuwa, and the Bible says, Ibrahim akacheka. Ibrahim laughed. Ibrahim akacheka. Ibrahim laughed. Sababu ya Ibrahim kucheka, the reason for him to laugh, wakati malaika anamwambia, when the angel tells him mke wako atapata mtoto, that your wife will receive a child, akaanguka chini kwa kicheko. He fell down on his face. Lakini hicho kicheko anacheka, anasema Mungu ulikuwa wapi? Where are you going? Wakati siku za huyu mwanamke zilikuwa, ulikuwa wapi? Where are you? Nimetembea na wewe, I have walked with you. Umeniahidi mambo makubwa. You promised me so much. Nimeomba, nimefunga, lakini mke wangu, my wife, hajapata mtoto. Na sasa unaniambia atapata mtoto. Na pale Ibrahim anasema, je, mtu wa miaka 100 kutazaliwaje mtoto? Je, mwanamke wa miaka 90 atazaaje mtoto? Kwa maana siku zake zimekusha. Tunaona Ibrahim anaanguka chini, anacheka, lakini anayemtazama anaona ya kuwa Ibrahim iko sawa. Ibrahim anafurahi, lakini kicheko chake kilikuwa cha maswali. Was of questions. Kicheko chake, his laughter, kilikuwa cha huzuni. Was full of grief. Watu wengi wanacheka. So many people are laughing today. Wanacheka. They are laughing. Ukipita barabarani hapa, you walk along the streets, kuna wenye wamefukuzwa manyumba. Those who kuna watu ambao wanaumwa. Kuna watu ambao wanapitia mambo mazito. Lakini ukikutana naye, but you meet them, anacheka. They are laughing. Cheka. They are laughing. Lakini si cheko. But that's not joy. No, Ibrahim. And that's Abraham. Ile kicheko anaanguka chini. The laughter he has and falling down. Anacheka. Kwa sababu anasema, because he says, hakuna kitu there is nothing kinawezekana tena. That is possible again. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Soma kitabu cha Mithali. Read the book of Proverbs 14 na mstari wa 13. Proverbs 14, Mithali. Proverbs 14 verse 13. Proverbs 14 verse 13. Hata wakati wa kucheka moyo huwa na huzuni. Hata wakati wa kucheka moyo huwa na huzuni. Na mwisho wa furaha ni uzito wa moyo. Furaha ni uzito wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hapa tunaona, here we see, unaweza kucheka, you might be laughing, lakini ndani kuna uzito. But inside there's so much sorrow. Unaweza kucheka, you might be laughing, lakini una huzuni. But you're full of sorrow. Unaweza kucheka, you might be laughing. Angalia aliyefiwa. Look at the person who has been unaweza kutana na mtu ambaye amefiwa. You might meet someone who's bereaved. Na watu wengi, and so many people, wanadhani kama wao ni mashujaa. They think that they are heroes. Unampata hawezi kulia. You meet them, they are not crying. Wakati watu wanapiga story pale kwa matanga, when people are making stories, hata yeye anapiga story. They are also together with them. Anacheka. They are also laughing. Lakini mtu akimtazama kwa mbali, anasema huyu mama ni mchimvi, au huyu baba ni mchimvi. Angalia vile kuna cheka, na maiti kule kwa mochari. Lakini nataka kukuambia, unaweza kucheka, lakini ndani yako haucheki. Unaweza kucheka, lakini sio kicheko. Hata Ibrahim anaonesha anacheka, lakini hacheki.
Kwa sababu Ibrahimu aliongea. Because Ibrahim Akamwambia Bwana, and he told, umenipa mali, Lord, you've given umenipa everything, kila kitu, lakini kwangu hakuna mrisi. there is no inheritor. Hakuna atakayerisi kitu No one changu. will inherit Kwa maana ninapozaa, therefore I give hata birth. kama Even ninahangaika, if I am suffering, najua siku moja I know one day kile nitaacha that whatever I will leave kitakuwa urisi kwa will watoto. be inheritance to my Lakini children. ninayo mali, But that ninacho I've kila kitu, riches and na everything. zaidi ya yote And above all, ninakujua Mungu. I know you, God. Ninatembea na wewe, Walking with lakini you. maisha yangu, But my life, katika safari yangu, my sio journey ya furaha. is not of Naona joy. mali, I am going far. naona kila I am kitu, seeing everything. lakini sioni mtoto. But I can't see a child. Naweka masahani yote ya udongo, I am putting all the plates here, lakini sioni wa kuvunja. but I have no one to break them. Natengeneza, napanga vitambaa kwa nyumba. I am making all the cleanliness in the Vile house. niliviacha ndio vile And the way I left it, so it is. Wakati mwingine katika maisha Sometimes in life, unafurahi hata chombo you kikivunjika. are happy when even one of your utensils is Wakati broken. mwingine Sometimes unaweza kupika chakula yako mzuri, you can make your good, beautiful or sweet alafu food, unakutana na delicious one. Bwana Benja, And then you meet Bwana Benja. anapitia pale, He's passing ajui by hata there. kama wewe ulipika. He doesn't know even if you cook. Anachukua vyote, He just take everything anapeleka kwa chumba chake, and then takes it to the room. anakula. Kitu tutakuja And eats. kuona Whatever you ni see sahani, are just empty lakini plates. wakati huo But that time, unaweza kasirika you sana, might be so lakini angry. mwisho But later, nasema asante Bwana, you say thank kwa you, maana God, nimepata wa because kuvikula. I have find the one Kuna to eat it. watu wanakupika, There are people who are lakini cooking, hawapati wa and they kukula. don't find anyone to feed. Tumeviweka pale, We are there, lakini vinachacha, but they kwa get- sababu hakuna mtoto because there's no wa child kukula. that will eat. Na ndio maana afadhali That's why upate then wa kukula you find the one who will kuliko eat it. kukosa. Instead Kwa of hiyo losing Ibrahim everything, better yuko for na it. kila kitu, And had everything. yuko na kila kitu, Has everything. lakini vitu But everything he viko had pale. is there. Ibrahim And Ibrahim anaanza kuchoka mwili, begins to get tired in his body. umri umeenda, Age is going. hakuna chochote. He's worn out. There's nothing. Siku moja One day, mke wake akakaa, and the wife was sitting. akaona nimekaa kwa muda She said that I've stayed for long, na siku zangu zimeisha. and my days are gone. Nimeomba sana, I have prayed. nimekesha sana, I have had an kwenye overnight. vyumba vya maombi nilienda, In prayer rooms I've gone. nilipanda milimani, I have gone to fasting areas. nilitafuta manabii, I have looked after. I've gone after Nikatafuta prophets. waombaji. I've gone for prayer. Prayerful Nikatoa people, warriors. sadaka. I have given nikalala my hata offerings. kanisani, I've even spent in the lakini church. hitaji niliyokuwa naombea But whatever I was praying for, hakuna jambo, there is no answer. hakuna hata dalili. There's no even a sign. Sijui kama Mungu alisafiri, I don't know if God has traveled. sijui kama Mungu alienda wapi. I don't know if God has gone too Kwa far. hiyo Sara And therefore Sarah anajitazama, looks at herself anaona siku zake zimeisha, and she says that my days are tayari gone. amekuwa menopause. Yet I'm in menopause. Nitafanya nini? What shall I do? Akamtazama mjakazi wake, Looked at the maid, akamwambia wewe ni mjakazi wangu, and she told her that you are my maid. You serve me. nenda mume wangu akuingilie, Go and lie with my husband, nipate hata mtoto kupitia wewe. so that I may even get a child through you. Kumbuka, Remember, sio Ibrahimu alifuata yule mwanamke, it's not Ibrahim that followed this woman, lakini Sara but Sarah anafanya uamuzi makes a decision mgumu. that is so hard to make. Hakuna mwanamke There's no woman anaweza peana mume wake that can give her kwa husband mwanamke mwingine, to another woman. lakini uchungu But the pain na kukata tamaa kwa Sara, and losing of hope of Sarah, amefika mahali anaona she comes to a point that hakuna jambo there's litakalotokea, nothing that can happen. hakuna kitu There's kitakachotokea. nothing else that can happen. Akaamua, And then she decided. najua aliamua kwa machozi, I know she decided in pain kwa and sababu tears. maombi yote Because every prayer aliyoifanya that she had made, kuna jibu there's no lilitokea. answer that ever came. Kuna wakati katika There's a maisha time in life Mungu anaruhusu God allows mbingu inyamaze the kimya, heavens to be quiet,
Na wakati mbingu inasimama inanyamaza kimya, usizani ya kuwa Mungu hayuko. God is there. Mungu anakuona. God is watching you. Mungu anakusikia. God is hearing you. Lakini wakati wa Mungu maishani ni wakati mzuri zaidi. Lakini kama mwanadamu tunafikaga mahali tunachoka, tunakata tamaa, wakati mwingine tunachukua uamuzi mgumu ambao utatutesa katika maisha. That has made us suffer in life. Wengi wamechukua uamuzi. So many people have taken decisions. Tena uamuzi mbaya. And decisions that are not uamuzi wa kuwatesa. Kwa sababu are there to suffer them. Because of getting tired. Lakini neno linasema katika Mathayo, in the book of Matthew, vumiliaye mpaka mwisho, that the one that will persevere to the end, that is the one that shall be saved. Haijalishi umengoja miaka. It doesn't matter how long. Haijalishi leo unaonekana mama wa miaka 70. It doesn't matter you are 70 years old. Haijalishi uko baba wa aina gani. It doesn't matter whatever man you are. Kilicho mpango wa Mungu kwako, the plans of God on you lazima kitimie. shall have to be fulfilled. Hata iende miaka mingapi, however years it will take, Mungu ataitimiza. God will have to fulfill Bwana it. Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo tunamuona Sara, therefore we see Sarah, anachukua uamuzi, and he takes a decision. Uamuzi ni uamuzi mgumu. And that decision is anamwambia mzee wangu, and she tells him huyu, to go through her, muingilie, sleep with her. Akamwingilia. And she Biblia inasema ya kuwa the Bible says, mjakazi and this maid akapata mimba. had conceived. Akapata mimba. Conceived. Alipopata mimba, when she conceived, huyu mjakazi, this maid, akamwambia Sara, and told Sarah, haukujua kile ulikuwa unafanya. You never knew what your decision you were making. Sasa na mimi ndio mke. And now I'm the wife. Mimi ndio nimemzalia huyu. I am the one who was given the wewe haujamzalia. You have not given any birth to conceive any child. Kwa hiyo this family, therefore Sarah, kwa uamuzi wake, in her decision, Biblia inasema ya kuwa huyu mwanamke akamuinukia. And this woman raised her heel. Kwa hiyo Sara anapopita, therefore Sarah, she's passing, angeitwa ngumba wewe. She could be hauzalaki, never give birth. Haujui shida ya kusukuma mtoto wewe. Pain of giving birth. Kwa hiyo kama anataka kutuma mtoto, every time she unambia achana na mtoto wangu. She told that leave alone my child. Huyu mtoto, this child, mimi najua kubeba mimba miezi 9. Wewe unajua kubeba mimba miezi 9 wewe. Do you know what it's called to be 9 months? Nataka kukuambia, Mungu anapokubariki wa kwanza, usizarau yule hajabarikiwa. Kama Mungu amekuinua, usitese wale hawajafika mahali. Kuko watu ambao Mungu leo amewainua, lakini wanachoonesha wengine, mpaka wale watu wanajuta kuzaliwa. Na huyu, na huyu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo Sara, and therefore Sarah, jua uamuzi wake, because of her decision, ukamtesa. She got suffered. Ukamtesa. She suffered. Anakaa ngumba. She is there as a hazai, tasa. She doesn't give birth. Amekaa. She is there. Anaangalia mfanyakazi wake. She looks at the maid. Anampita na dharau. Passing by with so much lakini pamoja na yote, but together with all this, mbingu inanyamaza kimya. The heavens are silent. Mbingu haizungumzi. The heavens are silent. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Mbingu inanyamaza kimya. Heavens are silent. Siku za mbingu kunyamaza kimya, the season of the heavens keeping katika quiet, maisha ya mtu, in the life of any person, ni siku nzito sana. They are very heavy times, ambazo watu wengine wanafikiri, because some people think hujui kutafuta. You don't know how to find. Wakati mbingu inakunyamazia, when the heavens are quiet, watu wengine wanaona hukusoma. There are people who think that you didn't go to school. Wakati mbingu inanyamaza kimya, watu wengine wanasema huyu ni kiwelewele, ni mjinga.
Wakati ambapo mbingu inanyamaza ni wakati ambapo kuna kuanga na ukimya mwingine ambao unatafuta hata upige kelele, hakuna anayekusikia. Wakati wa mbingu kunyamaza, kuna wakati wa mbingu kunyamaza, unaweza kufunga, unaweza kuomba, unaweza kukesha, lakini hakuna kitu kinatokea kwa sababu mbingu imenyamaza. Lakini hata kama imenyamaza kimya, Mungu yuko. Mungu hatakuacha. Mguu wako uteuke, Mungu atakuwa pamoja nawe. Nakwambia, vumilia wakati mbingu inanyamaza kimya. Vumilia wakati mbingu inanyamaza kimya. Endelea kuomba, endelea kukesha, endelea kumtafuta Mungu, kwa maana inaponyamaza lazima itaongea. Hainyamazi milele, lakini itaongea tu. Kwa hiyo Sara anaangalia, mbingu yake imenyamaza, mbingu yake haiongei, mbingu yake haisemi chochote. Kwa hiyo maisha yake yalikuwa ya kutoka machozi, na anaona ya kuwa umri umeenda, miaka imeenda, sitapata tena. I will never get a child. Inauma. It is painful. Inauma. It is painful. Inauma. It is painful. Lakini aliyesimamisha mbingu kuongea, but the one who made the heavens keep quiet, alijua wakati na majira. Knew the time and season. Anasema sitembei kama vile mwanadamu. He said that I don't walk like man. Siko ndani ya saa kama vile mwanadamu. I am not in the normal time like man. Manake huyu Mungu tunayemwamini, that we believe in, sio kama vile sisi tulivyo. It's not the way we are. Mungu wa milele. He's a God of everlasting. Tunaposema ainuliwe, that's what he said. Anastahili kuinuliwa, anastahili kupewa sifa, kwa maana ni Mungu wa majeshi, ni Mungu mkuu, anafanya vitu visivyowezekana na mwanadamu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo usiiname, kwa sababu majibu yako hayajibiwi. Usiiname na kuvunjika moyo na kuamua uamuzi mbaya, kwa sababu bado haujafanyikiwa. Kuna wakati Mungu atazungumza. Anajua vile unavyolia, anajua machozi yako, anajua madeni ambayo yanakusumbua, anajua vile leo kila mchumba ambaye amesema anataka kukuoa, wote wameondoka, wote wameenda. Unajiangalia miaka, unasema sasa sijui ni nani ataniona. Nakwambia kuna Mungu atakutumia walio wako, watakuona tu, na atakaye kutumia atakuwa mzuri sana, tena utafurahia, and will be a happy person. Unajua kitu ambacho kinakuja haraka, you know something that comes so quick, hakikuagi kizuri. It's not a good thing. Lakini kitu ambacho kinakuja kwa muda, but that one that takes time, Mungu anakitengeneza vizuri. God makes it with the time. Wakati kinapokufikia, when it comes to you, kinakuja na heshima. It comes with honor. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kinakuja na heshima. It comes with honor. Biblia inasema ya kuwa, the Bible says, katika kitabu cha Mwanzo, in the book of Genesis 18:11 mpaka 12, basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. That's 12. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. 13. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Hapa tunaona, kwanza tuliona ni mume wake. The first time we saw it was the husband. Mume wake amemkatia tamaa. The husband had given up on her. Hata yeye mwenyewe mwanaume amekata tamaa. Even him as a man had given up.
Unaweza kutembea na mtu, maybe you're walking with someone, lakini akakukatia tamaa. but gives up on you. Anapokutazama, he looks at you, anaona huyu mwanamke, he says this woman ashakuwa kikitu. already she's barren, she's nothing. Unakutana kuna watu ambao hataki hata utembee na yeye. There are people who don't want to walk with you. Mko kwa ndoa kweli, you are in marriage, lakini kutembea pamoja, but walking together, anaangalia hivi sura, looks at your face, anasema says no, siwezi hata kutembea naye. I cannot walk with this one. Acha nikwambie, let me tell mwenye you, anakupenda saa hizi, the one who loves you now, saa ile unaanza kuwa na makunyanzi. when the time when wrinkles are coming, ukiona anakupenda, when you see them love piga you, makofi, be happy, kwa sababu watu wengi, because so many people wanapenda kitu kingali kizuri, they love those when something wanapenda is so young, kitu wakati kiko bien sana, something that is so good and lakini wakati honorable. kinaanza kuwa hivi When hivi, the time comes when it is getting over, wanakata tamaa. they lose hope on Hata it. Ibrahim alikata tamaa. Even Ibrahim had Biblia given inasema up. akacheka akaanguka And the Bible said he chini. laughed Kicheko at chake sio kwa sababu anacheka, his laughter was lakini not because of anamwangalia God. yule mwanamke, But he looks at the woman, anamuona kwanza amezeeka. says first Mtu wa miaka 90 akiamka usubuhi, when she wakes up in the ukimtazama morning, sura yake you ni look kana at them, kwamba analia, the face is like she's lakini crying, ipo tu sawa. but he's just okay anyway. Shangalia sura, You look at the face, sura inafanana kulia. the face looks like a one who's Kwa sababu hivyo crying. mwanadamu aliumbwa. That's how a man was Hata crying. hiyo sura umependezesha saa hizi. Even the face you have got right now, there's a time utaamka you usubuhi, wake up one day, sura yako inafanana kulia. your face looks like one Manake who wants to mataa. cry. Mtu anaweza kukuuliza ulilia, Someone can ask you, are you crying? unajishinda Did nini, you nilia cry? wapi? And you wonder Jua where did saa I? umri umeanza Because enda. you know that age is catching up now. Ukiona mtu anakuuliza umelia, When you look at people asking you are crying, unasema you sijalia. tell them, no, I'm not Lakini crying. rohoni mwako jiambie, But in the heart, tell yourself, miaka imeenda, years are passing. umri umeenda. My age is catching Hiyo up. sura Because my face, inakaa kulia. it looks like I'm Kwa crying. hiyo huyu baba And therefore this man anaamka usubuhi, wakes up one morning, anaangalia Sara. looks at Sarah, says, my goodness. Hey. Sara alikuwa anamkaga mapema, kuamka mapema inakuwa hakuna. Sarah could wake up very early in the morning, but now it's no more. Anajigeuza huku na huku, ni kulia tu, mgongo, Turning kiuno, left, right, center, kichwa, my back, tumbo, my head, my nini. stomach, Manake my kila bones. kitu kinakuwa kinauma. Everything is now painful. Alafu anamwangalia huyu Sara, He looks at Sarah. hawezi kuruka hapa na pale. She cannot even jump over this place. Juu aruke hapa na hapa ni kama mlima For Kilimanjaro. her to jump here is like Mount Kwa Kilimanjaro. sababu umri ukienda, Because when age is mahali passing, pafupi hivi, a very short panakuwa mlima small place Kilimanjaro. like this becomes so heavy for you. Huyu anaangalia. He looks at Sasa her. mtu mwenye hawezi shuka hivi. A person Juu who cannot ashuke even come anaanza. down here. And then before she comes down, she's making herself. Ibrahim anamkatia tamaa. Abraham gives. Akasema hakuna gives up kitu and saying, huyu. there's nothing here. Anaweza beba mimba ya miezi 9. Can she even conceive? Mwezi wa kwanza mpaka miezi 9. 9 months. Sasa final Then finally, kusukuma mtoto. and then even pushing. Yeye mwenyewe hata kujipikia inakuwa ngumu. She cannot even cook for herself. Nini atapata? What will she get? Hata Sara mwenyewe anasema, Even Sarah looks at ninaweza herself and kupata says, furaha katika maisha yangu. that is Kwa there maana any time I was siku za happy in my furaha life? zimeisha. My days of happiness and joy are gone. Zimeisha. They are gone. Acha wakukatie tamaa. Let them give up on you. Acha waone umepitisha wakati. Let them look at you that your season is over. Lakini endelea kumwamini Mungu. But continue trusting the Kwa Lord. maana siku yako Because your inakuja day is coming. ambayo Mungu anaenda kukupatia That kicheko. God will give you that Na which hicho is yours. kicheko And that laughter kitakuwa kicheko cha watu wote. will be a laughter for so many people. Tena kicheko cha kweli. And that which is Biblia so inasema ya huge kuwa and na massive. Sara The Bible says mwenyewe, that Sarah, bila mume kumkatia tamaa, without a man yeye giving mwenyewe up, akajikatia tena she tamaa, gave up on herself. kwa sababu Why? siku zake zimeisha. Her days are gone. Akaona hawa watu And she looked at them and wamekuja said, kwangu, these men have come to my na place. kama wamekuja kwangu, And if they have come to my house, nimewapikia, I have made food for them. wamekula They have fed ndama mzuri, and good food. wamekula kila They kitu. have taken everything. Alafu saa wanataka kwenda, And when they want to go, juu ya shibe, because of wanaanza kunitabiria vitu zenye havina mwanzo na begin mwisho. prophesying things that are not understood. Huyo Sara akaangalia, bwana mmeshiba. And Sarah says that Kama you are full, mmeshiba, Bwana. vitu vingine msiongee. Full, Ndivyo hivyo watu wengine wakiona mtu anakwambia kitu, when people look at people unasema telling you huyu something, mtu and then you see this anaongea person, tu kwa they are sababu just mtu anataka talking kuongea, because they want to talk. anatabiri tu They kwa are sababu just anataka prophesying because they kutabiri. want to say. Lakini nataka kuambia kuna unabii wa kweli na unabii wa uongo. prophecy and Manabii wako they are prophets. ambao ni watumishi wa They are the Mungu. servants of God. Biblia inasema ya kuwa Bible says, wakamwambia mwaka
mwaka ujao, that next year, wakati kama huu, a time like now, utapata mtoto. you will conceive a child. Akacheka. And she was laughing. Alafu anamuuliza umecheka? And they ask her, you are laughing? Mimi sijacheka. No, I've not laughed. Lakini alicheka. But she laughed. Kucheka yake, her laughter, si jua atazaa. not because she will conceive, anawakebei, but she's ni ile kicheko ambayo ni chaku sisi cha uko naongea wewe. Is a laughter of saying that I don't know what you're talking about. You don't know what you're talking about. Ni kama wewe vile ulivyo. Just like the way you are. Hata mahubiri kipita, and when even preachings are passing, kwako haikugusi. To you it's nothing. Juu ulifunga sana. Why? Because you fasted so much, sana, you prayed so much. Hakuna jambo limetokea. There's nothing that has happened. Unaona yote ni bure. You look at everything is useless. Lakini nataka kukuambia, but I want to tell you, maombi umeomba kwa miaka mingi, the prayer that you have made for so many years, na umeyakatia tamaa, and you have given up on them, Mungu anaenda kukujibu. The Lord is going to answer katika you jina la Yesu. In the name of Jesus. Mungu anaenda kukujibu. God is going to answer you. Mungu hana mshauri. God has no advice. Mungu haangalii wakati. God does not look at na season. maombi uliyoyaomba, and the prayers that you yalikuwa ni hifadhi ambayo uliweka. It was something you are putting in a bank somewhere. Lakini anaenda sasa kufanya kazi. But it's going to be active katika now. Jina la Yesu. In the name of Mungu Jesus. hatupi maombi ya watu wake. God does not throw away prayers of his people. Maombi. Does not throw away prayers. Yakikawia, even when it takes lazima itatimilika. It will come to be lazima true. itatimilika. It will come to be Biblia inasema ya kuwa the Bible says Sara akakaa, and Sarah stayed. Siku moja anastuka. One day she kwa sababu alikuwa tayari kwa menopause. Because she was haoni siku zake. Kwa hiyo hategemei chochote. Sara akaanza kusikia hali, anaamka asubuhi, anasikia kichefuchefu, anasikia vitunguu vinanuka vibaya, anasikia mzee anamwambia nenda kaoge. Hata mzee Ibrahimu anaoga, akirudi anamwambia hujaoga vizuri, anasikia harufu. Anauliza, and then he's asking, what is happening? So all these years you've worked together, you've never heard this feeling. What is happening with you today? And Sarah saw, suddenly she's going this other side. And suddenly she begins to vomit. And she's asking, why am I vomiting? Why am I vomiting? Ibrahim looks at her. This one wants to die. This one wants to live. You see the way she's now behaving. She's now vomiting anyhow. When the day passes and the stomach is coming up. What is happening in your stomach? Anapojua ni mimba, ni zile siku unaonaga zimekauka. Lakini huyu zake zimekauka kitambo. Ana miaka 90. She's 90 years. Kwa hiyo, therefore, haamini kama kuna jambo. Haamini kama kuna muujiza. Lakini nataka kukuambia, muujiza ni sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kuwa mimba iliendelea kukomaa. Kwa hiyo Sara tumbo inafura. Alikuwa anavaa nguo fulani, anaanza kuvaa vinguo kama hizi vikubwa vikubwa. Anasema mimi sijielewi. Inafika miezi 5, anaanza kusikia tumbo inachezea huko, tumbo inaanza kuchezea kule. Anasema kuna kitu kinacheza ndani ya tumbo yangu. Inafika miezi 9, anaendelea naona 6 months. She says no way. Ibrahimu anakumbuka, Ibrahim remembers, tulikutana na Mungu, we met God. Na Mungu akasema, God says, nitapata mtoto, nitapata mtoto, ninaanza kuona baraka ambayo niliomba kwa miaka mingi, Mungu anaanza kutimia. Sara anamwambia mume wake, nasikia mtoto, nasikia mtoto. Ibrahimu anaangalia, anasema Mungu niliyetembea naye, kumbe hakuniacha. Mungu niliyetembea naye, ahadi zake ni za kweli. Aliniambia atanipa mtoto, na kweli anakuja. Wakati usiowezekana ndiye anatokea. Bwana asifiwe. Mungu ahadi zake ni za kweli na amina. Akisema atakubariki, hata miaka iende atakubariki. Akisema atakuinua, hata miaka ikienda atakuinua. Mungu ni mwenye haki. God is full of righteousness. Sara
And Sarah, tumbo limefura. the stomach is growing. Alikuwa hajui kujishika kiunoni. She never knew how to hold her waist. Unajua si kila mmoja anajishika kiuno. Not everyone knows how to hold the waist. Lakini mwenye kujishika kiuno, but the one who holds the waist, anajua jinsi ya kubeba. Knows the way how to carry the pregnancy. And therefore she carries, or she holds the waist. Alikuwa anaangalia wengine wanashikaga viuno. She was looking at the women carrying the waist, and she thought that it was a way of feeling themselves. Lakini kumbe, but instead, wanashikaga kiuno. They hold that waist. Kiuno kimechoka. Because it is tired. Kimebeba mtoto. It is carrying a child. Sasa kiuno ndio kinakuwa and therefore the only place in the waist. Then she holds the waist. Unabadilika. Wakati Mungu anakuja katika maisha yako, and when God comes in, baraka zinashuka. Watu wanakushangaa. Wanasema hata mwendo unabadilika. Mwendo unabadilika kwa sababu ya baraka za Mungu. Nilikuwa nimeinama, lakini Bwana ameinua tena. Kwa hiyo usishangae tena unapoweka kifua mbele, kwa sababu maombi yangu yamejibiwa. Maombi yangu yamejibiwa. Kwa hiyo Sara anapopita, watu wanamcheka. Watu ambao walikuwa wanamdharau wanaanza kushangaa. Mwendo wa Sara umebadilika. Lakini Sara anasema, nilikuwa niko tasa, lakini Bwana kanionea huruma. Leo nabeba mtoto. Leo na mimba. Yesu anaonea huruma mtu. And God had mercy on people. Anakujaga kwa wakati. And he comes at the right time. Akuonea huruma siku ya leo. May God have mercy on you. Akuonea huruma siku ya leo. May he have mercy on you today. Apanguse machozi. May he wipe your tears. Abadilishe mwendo wako. May he change your way. Abadilishe. May he change it. Style ya maisha yako. The style of your life. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Biblia inasema ya kuwa, and the Bible says, miezi 9 ilipofika, when 9 months came, mtu wa miaka 90, a 90-year-old woman akasukuma mtoto, was able to push a child. Hakuenda kupasuliwa. She didn't go for CS. Lakini Mungu, but God, akatengeneza mifupa. God make her bones. Mungu akatengeneza, she gave her bones yake. And even her way of ni mfinyanzi. He is a God who is a molder. He is called a molder. Hata miaka imeenda, even though your time is out, but he will again mold you. He will make you again. Anafanyaga mtu kuwa upya. He makes you to be new. Kwa hiyo usikate tamaa. Don't give up. Kwa sababu miaka yako imeenda. Because your season is gone. Tamaa. Don't give up. Wala usichukue uamuzi. And don't take wrong decisions. Ambao usio wa busara. Decisions that are not wise. Bakia kwa Yesu. But remain in Jesus. Biblia inasema ya kuwa, and the Bible says, katika kitabu cha Mwanzo, in the book of Genesis, 20 chapter 20 na 21, Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko. Mungu amenifanyia kicheko. Kila asikiaye atacheka pamoja nami. Kila asikiaye atacheka pamoja nami. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Pigia Bwana makofi. Appreciate the Lord. Pigia Bwana makofi. Appreciate the Lord. Ni kama unaelewa kitu ambacho nakwambia. I don't know if you understand what I'm talking about here. Mtu wa miaka 90. Someone 90 years old. Hakuna mtu mwenye yuko na miaka 90 kwa hii kanisa. There's nobody here who is 90 years old. Lakini Mungu anajibu maombi ya mwanamke wa miaka 90. He is answering a prayer of a 90 year old. Kwa hiyo Sara alipozaa, and when Sarah gave birth, akasema Mungu amenifanyia kicheko. God has made me laugh. Mungu amenifanyia kicheko. Na watakaosikia haya watacheka pamoja nami. Mungu akakufanyia kicheko ili na wengine wakacheke pamoja na wewe. Kisichowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu kinawezekana. Sara akapata mtoto. Haijalishi miaka. Regardless of your years. Kwa hiyo ninaposikia hii, and when I hear this, nasikia moyo wangu unafurahi. I feel my heart. Ninajua mahitaji niliyoyaomba, I know whatever desire hayajajibiwa yanaenda kujibiwa sasa kwa jina la Yesu. Haijalishi miaka. Wanaokuzunguka wameona ni miaka mingi, lakini kwa Mungu sio miaka mingi. Mungu anajibu kwa wakati. God is answering at this time. Usiache kumtumikia Mungu. Do not forsake. Usiache kuomba Mungu. Don't forsake. Usiache kujitoa. Do not forsake. Kwa sababu vitu vimekawia. Because things have hautaingia kaburini. You will not go into the grave kabla hujaona wema wa Mungu. Before you see the goodness of the Lord. Lazima wema wa Mungu utauona katika maisha yako. Biblia inasema ya kuwa Mungu akampatia
Sara kicheko. And God gave Sarah laughter. Hakuna kitu cha maana There's nothing that is kama so good kujibebea mtoto mwenye ulitoa kwa tumbo. like carrying your own child in your Unaweza kuwa na watoto wengine you might be having so many children, na wakakupenda ndio, and they love you, yes, pena sana, in fact lakini so ni much, baraka Mungu akupatie mtoto wa tumbo lako. God to give you your kwa hiyo own baraka yako Mungu akakupatia. And therefore may God give you the right blessing. Usitegemee baraka za watu. Don't baraka za watu zina madharau. Other people's blessings are baraka za watu ni mpaka wapigie watu makofi sana, wapigie watu simu sana, waongeleshe sana, wainue sana, lakini Mungu akakupatia baraka zako mwenyewe. Mungu akakupatie zako, sio za watu. Not other people's blessings. Ukizunguruka kunazipata, when you go around you ukienda kule unazipata, when you go this other kwa sababu ni zako, because it is yours. Ni zako. It is yours. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuliko kitu cha mtu mwingine. Instead of other people's things. Kaa na watoto wa mtu. Stay with other people's children. Kaa na mtoto wa mtu. Stay with another person's child. Moja kwa 10. 1 out of 10 anaweza kukuelewa. Can understand you. Mungu akupatie baraka yako. May God give you a blessing. Juu baraka ya mtu, because someone else's blessing, utashangaa. You'll wonder. Mungu akupatie chako. May God give you yours. Usipate cha kudharaulia. Do not get that which will be ashamed Mungu of. akupatie mtoto wa tumbo lako. Get the child of your own. Ili awe baraka. For them to become Ninaposema mtoto, and when I talk about a child, mtoto anaweza kuwa pesa, a child anaweza kuwa mali, anaweza kuwa manyumba, anaweza kuwa ni magari, anaweza kuwa ni vitu vyote ambavyo unahitaji katika maisha yako. Mungu akupatie katika jina la Yesu. Mungu akupatie. May God give you. Usiishi maisha ya madharau. Don't live a life of shame. Usiishi maisha ya madharau. A life of being looked down upon. Juu watu, because people, maisha yao ni kudharau watu. Their way is just looking down upon people. Kwanza wakati wako navyo, especially when they have it. Yeah, you will wonder. Anakushangaza. It will even amaze you. Unawafuata nyuma. You every time following them, follow. Unawapigia simu. You are calling them. Alikwambia yeye mwenyewe ndakupatia kesho pesa. And they told you by their own mouth I'll give you tomorrow. You wait till tomorrow, there's nothing. Unarudia unampigia tena simu. You come back, you call them. Usinisumbue, nishakwambia. I told you. Unakutana hata ni mtoto kwako. And even you realize it's even a child younger than you. Lakini kwa sababu iko na pesa. But because he has money. Unakuwa mama pole. Mom pole. I'm sorry. And it's not even your mother. You are the mother. Lakini jua huna chako. But because you have nothing, unakuwa unasema pole. You become to say sorry. Pole nisamehe. Sorry, please forgive me. Mungu atupatie. May God give us. Mungu atupatie. May God give us our own. Hii maisha ya kulomba. This life of begging. Mtu anakuangalia hivi jua huna. Someone looks at you because you don't have. Uko tu barabara unapita, mvua inanyesha. On the streets you're walking and it's raining. Mtoto mdogo wa miaka 15 yuko kwenye gari. A 15-year-old child is driving anaingia kwenye maji na kurushia wewe on the pothole and hapo ulitoka umekapiga kango kako pasi. And maybe you had made your clothes, your most expensive clothes. Na zingine umeenda mahali kwenye unajua utapata this place where I'll be honored. Alafu mtu anakurushia mai. Comes to that for you. Unajiangalia unasema you look at yourself and you wonder God. Mungu akupatie gari yako. May God give you your own car. Mungu akupatie gari lako. May God bless you with a car. Lakini unapopata gari, but when you get a car, usirushie watu maji barabarani. Do not splash on people. Unapokutana kuna maji, when you get water on the road, shusha mguu wako kwenye breki. Go slow, please. Slow Kanyaga down. breki. Slow down. Wache wale wanaopita. Let those who are ukumbuke passing. Jana, remember yesterday, ulikuwaga hauna. You didn't have it. Lakini kama leo Mungu amekupatia, but if today God has given you, usiwadharau watu. Don't look down upon kwa sababu hawa watu, because some people, unaowaona wanatembea hivi, you see them kesho na wao tomorrow watakuwa kwenye gari yao. They are the same people shall be driving. Sio kila siku watakufuata wewe. Not every day they shall follow you. Sio kila siku watakuomba wewe. Not every day they will be asking from you. Mungu akupatie vyako. May God give you yours. Mungu akupatie kicheko. May God give you laughter. Simama na miguu yako. Arise on your feet. Mwambie Bwana nipatie kicheko cha kweli. Nipatie kicheko cha kweli. Nimechoka maisha ya kulomba lomba. I am tired of begging.